kata yetu ya Ilala tunajiamini kwamba tunapoamua kufanya mkutano basi tunaisimamisha wilaya nzima ya Ilala au mkoa mzima wa Dar es Salaam. Kila mtu kichwani mwake anajiuliza mkutano wa Ilala utakuwa wa namna gani? Sasa kama kuna watu wa pembezoni wanajiuliza, sisi wenyewe tunatakiwa lazima tujipange. Na katika kujipanga ni kujitokeza kwa wingi katika huo mkutano ili mkutano wetu uweze kupendeza na mwisho wa siku salamu ziweze kufika kwa wapinzani, lakini vile vile kwa wale ambao hawakitakii mema chama chetu cha Mapinduzi. Kwa mkutano huo kama walivyoeleza wenzangu, hatutegemei watu kutoka katika maeneo mengine. Tunategemeana sisi wenyewe. Sisi viongozi katika kata ya Ilala na hasa wajumbe wa mkutano mkuu maalum, idadi yetu tunafika wajumbe 781. Watu 781 ukiwapanga sehemu wamekaa kwa pamoja ni watu wengi, na kila mmoja atajiridhisha kwamba idadi hii kweli mkutano mfano. Sasa sisi hatutaki kufanya kwa watu 781 kwa sababu hao ni viongozi tu, lakini tuna marafiki zetu ambao si viongozi, tuna ndugu zetu, tuna jamaa zetu, tuna maswaiba zetu, na tuna watu wetu wa karibu. Kama sisi watu 781 tukakubaliana katika mkutano huu kwamba sasa tunatoka hapa tunaenda kuhamasisha wenzetu, na kila mmoja akaja na watu wawili tu, tutafika watu 2100. Watu 2100 watatosha kabisa kuujaza mkutano wetu kwa mkutano mkubwa, mkutano wa kupendeza, mkutano utakaofananishwa na mikutano ya majimbo mengine katika mkoa wa Dar es Salaam na hata nje ya mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo ndugu zangu, ni waombe na kuwasihi sana, viongozi wetu hawa wa kata wamejipanga kuhakikisha mkutano ule maandalizi yote ya msingi yanafanikiwa. Kwa hiyo kazi iliyobaki ni kwetu sisi tujitokeze kwa wingi tena mapema, na kwa sababu ni Jumamosi, basi tuchukulie Jumamosi hii ni kwamba ni Jumamosi maalum kwa ajili ya mkutano wetu wa hadhara ndani ya kata ya Ilala. Hapa ndugu zangu, wapo wapenzi wa mpira. Tulikuwa na wiki ya mwananchi, tulikuwa na Simba Day. Watu waliacha shughuli zao na mambo yao kwa ajili ya kuelekea Benjamin Mkapa kwa ajili ya kupata burudani. Na kweli watu wa Simba walipata burudani, na sisi watu wa Yanga tulipata burudani mara mbili yake. CCM oye! Sasa Simba Day imepita, wiki ya mwananchi Yanga Day nayo imepita. Sasa tupo katika Ilala Day. Siku hii tumeipa jina maalum kwamba ni siku ya wana Ilala, kwa maana ya kata Ilala, Ilala Day. Watu wote wa Ilala, wadada na wamama, waume zenu, watoto zenu na marafiki zenu, na sisi wa baba, wake zetu, watoto zetu, rafiki zetu, wote siku hiyo twendeni tukasherekee, ama twendeni tukasikilize yale ambayo tulioitiwa katika Ilala Day. Mimi siamini kwa namna watu wa Ilala tunavyopenda shughuli, basi shughuli yetu hiyo ikavurugika ama isiwe na watu. Naamini shughuli yetu itakuwa kubwa na nzuri, na tutajitahidi kupanga utaratibu mzuri wa kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu anafurahia siku hiyo. Kwa hiyo niwaombe sana viongozi, tutakuwa na wageni mbalimbali waalikwa kutoka katika maeneo tofauti tofauti kama viongozi wa kimkoa na wa kiwilaya, nao watatamani kuona namna gani tumefikia wito. Lakini vile vile watatamani kuona tumechangamka kupita hao tutakaowaalika
katika maeneo yetu, kwa sababu shughuli ni kuchangamfu. Haiwezekani wewe mwenye shughuli ukakaa pembeni na mwisho wa siku wageni wakaja wakaifanya ile shughuli kama ya kwao. Kwa hiyo tuchangamke, hata kwa muda ule mfupi wa shughuli ile, tukajitoa fahamu kwa muda tu, kuonyesha namna gani tunasherehekea shughuli yetu. Shughuli hii kama ingekuwa ni shughuli ya kizalamu, basi sisi wote bila kujali wanawake na wanaume ndio makolo wa kushughulika, wa kuvaa vibwaya, na kama ikifika saa 11 saa 12 aidha iwe jioni au iwe alfajiri, basi tunamwagiana mchele, tunamwagiana togwa, kuonyesha msisitizo kwamba hii sisi ndio wenye shughuli. CCM oye! Kwa hiyo siamini kwamba sisi watu wa Ilala tutakaa pembeni wakati sisi ndio makolo wenye shughuli. Tunawacheza watoto wa dada zetu, tunawacheza watoto wa wajomba zetu. Ile ndio shughuli yetu, twendeni tukatumbuike kwa pamoja. Ndugu zangu, mimi niliona niyaseme hayo kama msisitizo kwa sababu ya huo mkutano, na tukitoka hapa habari yetu iwe hiyo tu, Ilala Day tarehe 18 siku ya Jumamosi. Tukimaliza Ilala Day tuna Samia Day tarehe 29. Hiyo sasa ni kwenda kupiga kura. Tutaenda kupiga kura pasipokuwa na tabu ya aina yoyote. Tumehakikishiwa usalama wa kutosha siku ya tarehe 29. Lakini kabla ya tarehe 29 chuma kinaingia hapa tarehe 22 kwa maana ya mama Dr. Samia Suluhu Hassan. Na tutautumia mkutano wetu huo wa tarehe 18 kuhamasishana kama tunavyohamasishana leo, ili kwa wingi wetu wana Ilala na mabango yetu, na kama tutakuwa na nyungo, kama tutakuwa na mikeka, kama tutakuwa na vikapu vya kututambulisha kwamba hawa wanatoka katika kata ya Ilala, tutapata usafiri wa uhakika wa kuenda katika viwanja vya Kecha pale Kinyerezi kushuhudia mkutano mkubwa wa kihistoria unaofanyika katika wilaya yetu ya Ilala. Mgombea wa nafasi ya urais na wabunge wote na madiwani wote walikuwa katika wilaya ya Ilala wataomba kula na kuombewa kula katika viwanja vile. Kwa hiyo hakuna diwani ama mbunge anayetaka kuwa mpweke katika eneo lile. Kila mbunge anataka atoke na watu wake katika jimbo lake. Kila mgombea wa udiwani anataka atoke na watu wake kutoka katika eneo lake. Niwaombe sana ndugu zangu, baada ya mkutano wa tarehe 18 tujipange sasa kwa ajili ya mkutano wa tarehe 18 wa tarehe 22 wa Dr. Samia Suluhu Hassan.